Wanasema leo mmebebwa, ndio maana mko kileleni kwa masaa machache tu kama status. Tunafurahi kwanza, kileleni baridi kama ndugu zetu walikuwa kama ndugu zetu wamekaa muda wote, nadhani walikuwa na furaha kubwa, lakini sisi leo tuna furaha sana kwa sababu nadhani tangu msimu huu uanze ndio kwa mara ya kwanza Simba tumekaa, na tunatamani kukaa pale pale, lakini tunachoogopa ni mechi ya kesho. Sijui kama mechi ya kesho itatokea maajabu, pengine ingekuwa so Yanga anacheza na timu fulani. Najua sasa hivi kwa sababu Simba anaongoza watakuwa nakula chakula pamoja. Watakuwa nakula chakula pamoja kwa sababu Yanga na Singida wanaweza kuwa wanakunywa chai pamoja. Sisi tunahangaika tu huku, watu wanaweza kuwa wanakunywa chai pamoja. Pengine ingekuwa Simba uongozi ligi, lakini kesho kutakuwa na maajabu mengine zaidi ya Yanga kuendelea kwenda kukaa kileleni. Lakini kama ingekuwa acheze na Singida, pengine tungetegemea maajabu. Maajabu yatakuja kutokea na timu zingine zitakuja kutusurprise, lakini siamini sana kwa Singida. Singida kesho nahisi Yanga anaendelea kurudi kileleni pale pale. Ingekuwa sio Singida, mimi naamini mambo ndio angekuwa hivi hivi, Simba angekuwa yuko kileleni. Lakini ni kama Simba yenu ile ambayo mlikuwa mnaitaka imeanza kurejea, si ndio? Imeanza kurejea. Unajua siku zote ukiangalia hizo mechi tatu zote, ogopa sana timu ambayo imeenda kukutana na boss kabla ya tarehe 30. Hujui kuna vitu gani ambavyo wamevizungumza. Pengine boss amemwambia bwana, sasa hizi mtakuwa mnapokea kila tarehe 25 mshahara. Ukiangalia Simba ambayo imecheza, kwanza tulikuwa tunahitaji magoli mengi kwenye kila mechi. Pengine mechi ya leo imegoma kutokana labda na kiufundi na namna ambavyo Coast walikuja, lakini mechi nyingi za nyuma tumepata magoli 4, tumepata magoli 3. Kwa hiyo moja kwa moja unaona kabisa ile ndio Simba ambayo tulikuwa tunaitaka. Tunaweza tukasema gari limeenda kuwaka mwishoni. Nyuma tulikuwa tunashinda, lakini hatushindi kwa kucheza vizuri na mpira mzuri, ulikuwa unashinda lakini bado inakuwa pressure iko mkononi. Lakini sasa hivi Simba wanacheza vizuri, unaona baadhi ya wachezaji mmoja pia wanajaribu kuendelea kuonyesha ubora wao. Nikimwongelea Chama Clatous, ni dhahabu ambayo iko kwenye matope. Dhahabu ikiwa kwenye matope kaka, uhitaji maji mengi kuisafisha. Thamani ya dhahabu inaendelea kuwa vile vile. Ukichukua tu hata tissue ukiifuta. Chama Clatous sasa hivi naona anawamalizia NBC tuzo. Nataka tuiandaliwe tuzo ya mechi 10. Moja kwa moja wanamkabidhi tu Chama pale akiwa anacheza, wao wanaandika ikifika mechi 10 waende wakamkabidhi. Kwa hiyo tunawapongeza sana wachezaji wetu. Suleiman Mwalimu leo nadhani haikuwa siku nzuri kazini. Tunaamini yeye anakuwa ni kama game changer kwenye kikosi chetu. Anaangalia namna gani kikosi kinacheza, baadaye anakuja kuangalia nini wamekosa kwenye eneo la ushambuliaji. Akipata nafasi anaenda nafunga. Leo kapata nafasi 2 ameshindwa kuzitumia. Tunasema ni siku mbaya kazini, lakini tunawapongeza wachezaji wetu kwa kutukamilishia alama 3 za Coast Union. Tunasubiri mpinzani ajaye. Wamelalamika sana huko mitandaoni goli lenu kuonyeshwa. Ni kama mmeharibu shughuli nzima. Mmeharibu shughuli nzima ya utalii wa mchezaji wa watu. Kwanza mimi nawapongeza sana wachezaji ambao kwenye ligi hii. Tangu aje Lio magoli kaka anayofungwa ni hatari. Tangu aje Lio Tanzania. Kuna goli kaka amelifunga Tibandeke, TRA kaka. Bomba la goli. Limefungwa goli lingine sasa hivi hapo Meja Isamuyo na mtoto anaitwa Popita. Imefungwa goli bora sana. Kwa hiyo tangu Lio aje kuna magoli mengi sana na mazuri ya maajabu. Umeona goli lingine ambalo amelifunga hapa mshambuliaji wa Coast Union. Bomba la goli. Nadhani Lio atakuwa anaendelea kuonyeshwa. Yanga wasingelalamika Simba goli letu kuoneshewa Lio. Wao Yanga wana vitu vingi sana ambavyo Lio angeweza kuviona. Yanga wana faida kubwa sana. Yanga kwanza itakiwa wamuoneshe Lio ile chenga ya Alani Okero alivyompiga beki. Umenielewa? Wangemuonesha jumba la maajabu. Yanga walikuwa na advantage kubwa sana. Wangemuoneshia namna kipa wao alivyowafanyia salamu nyie waandishi Coast Union kule kwenye uwanja wa Dodoma. Yanga walikuwa na vitu vingi ambavyo na wao wangekata klipu, wangeenda wangemuonyesha. Pia wangeonyesha na eneo la mradi wao wa uwanja. Lakini hicho wanachokifanya Yanga ni utoto. Sasa hivi naona ukosoaji mkubwa umekuwa kwa upande wa Yanga, hasa kwenda kumkosoa ujaji wa Lio. Wao walikuwa na advantage kubwa sana. Wangefanya vitu vikubwa ili kusudi waweze kuonekana. Lakini wanashindwa kuonekana kwa sababu hawana nidhamu. Utamuonesha nini goli kipa wao namna ambavyo wanatukana, ukamuonesha Lio Ferdinand. Alimuonesha goli zuri na ni goli bora. Pengine hili la Popita la leo ambao amelifunga kidogo linaweza likaa kama linafanana, lakini la Chama bado ni goli bora sana. Ni sahihi kuanza kuita bingwa au tusubiri kidogo mambo hayajakaa sawa? Tutafute gari lile ambalo Yanga wanalifanyaga pale lile, tuanze kulipaka rangi. Tuanze kulipaka rangi. Nataka lile lile la Yanga lile tulibadilishe tu rangi. Ilikuwa nidhamu ya Arsenal, tumekesha. Sasa hivi nidhamu ya Simba Sport Club. Kwa hiyo nadhani gari lianze kupaka rangi mapema. Japokuwa tuanze kupaka rangi gari mapema. Na uhakika. Kwa sababu kinakupa kiburi cha kuwa na imani hiyo. Kwenye mechi ambazo yuko nazo Yanga ana Azam. Kwa kidogo naona ni mfupa mgumu. Tukipata sema mwembe wa uani huo. Hapana.
Hapana, Azam sasa hivi imebadilika sana. Kwa hiyo sisi Azam tumeshamalizana nao. Mchezo wa kesho unatumai ya kwamba atakwenda kumsimamisha mtani wako ukaendelea kusalia kileleni? Kwa mtu anayecheza naye sasa hivi mimi na imani kwa msimamo ulivyokuwa ambavyo wanaangalia sasa hivi kwamba Simba ipo juu. Siamini kwamba hivyo. Na imani sasa hivi wanakula pamoja. Wanakula na kunywa pamoja. Kwa hiyo kesho jambo litaanzia kwenye kikosi, mtacheka. Kikosi cha kesho Yanga inachoenda kupambana na Singida. Tutaanzia tu kwenye kikosi hapa. Kabla ya kwenda kwenye pichi mtaenda mtacheka. Mtaona kikosi ambavyo namna ambavyo kinapangwa. Bwana, shukrani sana. Asante sana.